Majira ya saa 2 usiku, George alirudi nyumbani. Uso wake ulionyesha wazi kuwa alikuwa na uchungu mkubwa moyoni. Alipoingia tu, mama yake akamkaribisha na kusema, "Mwanangu, mbona hivyo, una nini?" Aliuliza kana kwamba hajui chochote, wakati ukweli ni kwamba alikuwa anajua kila kitu. George hakumjibu ila alimsalimia tu mama yake. Mara Ashura akaingia. Akamuonesha George na mama yao picha za Beatrice kule gesti. Moyo wa George ulizidi kuumia. Ashura akasema, "Kaka, huyu mwanamke hakufai kabisa, ana tabia mbaya sana. Alikuwa amejificha tu, ila sasa Mungu ameamua kumuumbua." "Jamani, huyu kweli ni mwanamke wa mtu?" Mama George akajifanya kushangaa. "Hebu nipe nione vizuri, au mnamfananisha?" Mama George akachukua simu, akaangalia picha kisha akasema, "Hii ni aibu kubwa sana mwanangu, kwako na familia hii. Pia hii ni laana. Sasa utaweka wapi sura yako? Pamoja na kumpenda vile, kumbe ni mwanamke wa hovyo kabisa." Maneno hayo yalimchanganya George zaidi. Akaondoka haraka na kuingia chumbani. Alipofungua mlango akamkuta Beatrice amekaa chini akilia. George akamtazama tu, hakusema neno. Beatrice akamsogelea, akapiga magoti na kusema kwa uchungu, "Mume wangu, sijui hata niseme nini ili uweze kuniamini. Ukweli, sina mwanaume mwingine zaidi yako mume wangu. Mimi sielewi kilichotokea. Naomba uniamini." George hakusema neno lolote. Alipanda kitandani, akavuta shuka, akalala. Hilo halikuwa kawaida kabisa. Kwa miaka 5 ya ndoa yao, George hajawahi kuwa kimya namna hiyo. Beatrice akaingiwa na hofu kubwa. Hakujua kuwa mumewe anawaza nini au anafikiria nini. Beatrice alikaa chini kwa muda, kisha akapanda kitandani ili kulala. Lakini alipomsogelea George akaamka, akatoka chumbani na kwenda kulala sebuleni. Beatrice akabaki kitandani akiwa na machozi, akiwa hajui hatima ya ndoa yake itakuwa nini. George alipokuwa amelala pale sebuleni kwenye kochi, usingizi haukumchukua. Akili yake ilikuwa imejaa mawazo mazito. Moyo wake ulikataa kabisa kuamini kile alichokiona. Lakini picha zile zilikuwa bado zinazunguka kichwani kwake. Alikuwa hajui achukue uamuzi gani. Anampenda sana Beatrice, lakini aliyoyaona yalikuwa yamemuumiza mno. Wakati huo, Ashura alichungulia sebuleni. Kwa mbali akamwona kaka yake akiwa amejilaza, lakini alionekana akiwa na mawazo mengi. Akarudi taratibu chumbani, akamwambia Neema kwa sauti ya chini, "Amka, huu ndio muda wako. George yuko pale sebuleni hajalala, ana mawazo mengi, nenda kamtulize." Neema akaenda sebuleni, akamsogelea George kwa upole wa kuigiza, akasema, "Pole sana George, usiwaze sana, kichwa kitakuuma." Kisha akaenda jikoni, akarudi na chakula na glasi ya maji. "Karibu chakula." Lakini George hakujibu kitu. "Kula angalau kidogo, usilale na njaa." George hakujibu kitu, akachukua glasi ya maji akanywa. Neema akasogea karibu, tumbo lake likiwa mbele, akasema, "Ona mtoto wako anavyocheza." Akachukua mkono wa George na kuweka tumboni kwake kwa tabasamu, akasema, "Umemsikia? Ona anavyoruka." George hakujibu, alikaa kimya tu.
Neema akaendelea, usiwe na wasiwasi, mimi nipo hapa, nakupenda sana. Unajua George, mtoto hawezi kufurahia kukuona ukiwa na mawazo hivyo. Hapo ndipo George akasema kwa sauti ya chini, nenda kalale, nahitaji kuwa peke yangu. Lakini Neema akajibu kwa upole wa kuigiza, siwezi kulala kwa amani wakati wewe uko hivi. Nakupenda sana George, ukiwa namna hiyo mimi siwezi kuwa na amani. Furaha yangu ni kuona wewe una amani. George hakujibu tena. Baada ya muda usingizi ukampitia. Neema alipoona kuwa George amelala, akamsogelea na kulala pembeni yake. Alfajiri ilipofika, Beatrice akaamka akaenda sebuleni kumwangalia mumewe. Alipofika alishtuka sana. George alikuwa amelala pembeni ya Neema. Moyo wake ukavunjika, akaona sasa ameshampoteza mume wake. Akasogea na kumwamsha. George akashtuka sana kumwona Neema akiwa pale. Wakiwa chumbani, George alijiandaa haraka na kutoka kwenda kazini bila kusema neno lolote. Beatrice alikuwa amekaa tu akiwa na huzuni, hajui afanye nini. Baada ya kutafakari kwa muda, akaamua kuondoka. Akajiandaa na kuelekea kwa Zulfa. Na wakati huo, Ashura, mama yake George na Neema walikuwa na furaha kubwa ndani ya mioyo yao. Mpango wao ulikuwa unaonekana unafanya kazi. George alikuwa kazini lakini hakuweza kufanya chochote. Mawazo yalikuwa mengi sana. Akaomba ruhusa na kurudi nyumbani. Alipofika hakumkuta Beatrice. Akamuuliza mama yake, Beatrice yuko wapi? Mwanangu, yaani ulipotoka tu na yeye alitoka, ila ni kawaida yake. Wakati mwingine unaweza ukadhani kwamba ameenda dukani, kumbe kule hayupo. Ashura akaongeza kusema, yaani na hivi tunavyoongea hayupo dukani, amekwenda wapi? Tatizo lako kakaangu, ulimwamini sana mkeo, hujawahi hata kumfuatilia. Yaani ukianza kumfuatilia, utaona mambo mengi sana ambayo ulikuwa huyajui. Anza na simu yake. Watu siku hizi wanaficha message kwa kuarchive. George alishtuka, moyo wake ukamuuma zaidi. Kisha akasema, mama, moyo wangu hautaki kuamini hayo yote. Mama George akamtazama George kwa upole na kusema, watu wanabadilika mwanangu. Inawezekana Beatrice ameshabadilika, au labda ulikuwa hujamjua vizuri. Kisha akaongeza kusema, lakini usiwe na wasiwasi, Neema yuko hapa. Tena amebeba mtoto wenu. Huyu Neema ni binti mzuri sana. Tunamjua, ametoka kwenye familia yenye maadili, amelelewa vizuri mwanangu. George alikaa kimya, alikuwa amechanganyikiwa sana. Anampenda Beatrice, lakini kilichotokea kimemuumiza sana. Na ukweli ni mmoja, moyo wake haujawahi kumpenda kabisa Neema. Hata wakiwa karibu hakuhisi chochote, ila familia yake na Neema hawakulijua hilo. Na kule kwa Zulfa, Beatrice alimweleza kila kitu. Alizungumza kwa maumivu huku machozi yakimtoka. Zulfa akamuuliza, kwani George ameamini? Beatrice akatikisa kichwa na kusema, Dazu, mimi naona kama vile ameamini, kwa maana hataki kunisikiliza kabisa. Dazu akavuta pumzi kisha akasema, mdogo wangu, aliyekuchezea huu mchezo sio Neema peke yake. Hii ni familia yote, hawakutaki. Kisha akaongeza kusema,
Si umesema Neema anakaribia kujifungua? Inawezekana anataka akishajifungua tu wewe ndio uondoke na sio yeye. Maneno hayo yakamuumiza Beatrice zaidi. Dazuu akaendelea kueleza, kiukweli mdogo wangu, ndoa yako iko mahali pabaya sana. Endelea kuongea na George, labda atakuelewa. Kisha akasema tena, na usije ukamwamini huyo mama na huyo Ashura. Hawa wote wanakuchezea mchezo. Beatrice akanyamaza, akaelewa uzito wa maneno yale. Wakiwa bado wanaongea, simu ya Beatrice ikaita. Alipoiangalia akaona ni George, akamwambia Dazuu, "Dazuu, ni George anapiga." Dazuu akasema haraka, "Pokea." Beatrice akapokea. Sauti ya George ikasikika, "Njoo nyumbani haraka sana." Baada ya simu kukatika, Beatrice akamgeukia Dazuu na kusema, "George anasema nirudi nyumbani haraka." "Nenda mkayaongee huko nyumbani. Tupo pamoja mdogo wangu." Beatrice akaondoka haraka na kuelekea nyumbani, lakini moyoni alikuwa na hofu kubwa. Hakujua George ataamua nini. Wakati Beatrice akiwa njiani kurudi nyumbani, ndani ya nyumba ile moto uliendelea kuwashwa. Mama George akamwambia George, "Ni bora awe anabaki nyumbani tu, maana ana kisingizio kwamba yuko dukani, na kumbe huko hayupo, anafanya mambo yake ya hovyo tu. Kwa mfano, unajua sasa hivi yuko wapi? Yuko na nani? Na anafanya nini?" George akasikiliza yote lakini hakusema neno. Baada ya muda mfupi, Beatrice akaingia nyumbani. Mama George, Ashura na Neema walikuwa wamekaa pembeni wakisubiri kinachoendelea. George akamwangalia Beatrice kwa macho makali huku akiwa na hasira, kisha akasema, "Nipe hiyo simu yako." Beatrice akampa simu bila kusita. George akaingia moja kwa moja kwenye upande wa message. Akaangalia message zote zilizokuwa zimefichwa. Ndipo akaona message nyingi sana za kimapenzi na namba ilikuwa ni ile ile iliyokuwa imetuma zile picha za gesti. George hakuamini alichokiona. Machozi yakaanza kumtoka. Beatrice alibaki ameduaa, hakuelewa kinachoendelea. Kwa hofu akamuuliza mume wake, "Kuna nini mume wangu?" George akamtazama kwa uchungu na hasira. "Sijawahi kuwaza kama unaweza ukanifanyia hivi. Hizi message bado utasema sio wewe?" Beatrice akachukua simu akaangalia. Akashtuka kuona message za kimapenzi kutoka kwenye namba asiyoijua kabisa. "Hapana mume wangu, huyo sio mimi. Mimi sijawahi kuandika message hizi." Lakini George hakuweza tena kuamini. Akalia pale sebuleni huku uchungu ukimzidi. Hapo ndipo mama yake George akamshika George na kumuuliza, "Mwanangu, kuna nini tena?" Beatrice alibaki amechanganyikiwa kabisa. Simu ni ya kwake, lakini password alikuwa anaijua alikuwa ni George peke yake. Ndani ya moyo wake, Beatrice alijua kuwa huenda sasa ikawa mwisho wa ndoa yake. Beatrice kwa uchungu akasema, "Mume wangu, haya yote kuna mtu anatuchezea mchezo ili atugombanishe. Fungua macho mpenzi wangu, mimi sijawahi kukusaliti. Nakupenda sana George, naomba uniamini, nasema ukweli." Lakini safari hii George hakuwa hata na chembe moja ya imani juu ya Beatrice. Moyo wake ulikuwa umejaa maumivu na maswali. Hapo ndipo mama yake George akaingilia kati na kusema,
Beatrice, kwa nini unamfanyia haya yote mwenzako? Kama umemchoka si bora umwambie kuliko kucheza na hisia zake? Au kwa sababu unajua anakupenda ndio maana unaamua kufanya haya yote? Maneno hayo yalimgusa sana Beatrice. Na ndani ya moyo wake sasa Beatrice alijua wazi mchezo wao. Akatambua kuwa kama hatakuwa makini anaweza kumpoteza George, mwanaume anayempenda kwa dhati. Tatizo lilikuwa moja, hakujua afanye nini ili aweze kujisafisha na George aweze kumwamini tena. Wakati Beatrice bado yupo katika hali ya kuchanganyikiwa, George akasema, mke wangu, naomba ujitafakari sana. Jiulize kama bado unastahili kuendelea kuishi na mimi kama mume wako. Maneno hayo yakamvunja moyo kabisa Beatrice. Akabaki amesimama kimya huku akiwa hajui nini cha kufanya. Ukweli ambao George na Beatrice hawakuujua ni kwamba Ashura ndiye aliyeyafanya haya yote. Kwa kuwa alikuwa karibu sana na Beatrice, alifanikiwa kuona password ya simu yake bila Beatrice kujua. Siku moja kwa ujanja, Ashura alichukua simu ya Beatrice, akaingia kwenye message, akaandika message za kimahaba kwa namba ile ile iliyokuwa imetuma picha zile za kule gesti. Na baada ya kuandika, alijibu yeye mwenyewe kwa ile namba, kana kwamba Beatrice ndiye aliyekuwa na chati. Alifanya hivyo mara nyingi, akaacha message ziwe nyingi ili ionekane ni mawasiliano ya muda mrefu. Baada ya kumaliza, aliarchive message zote ili Beatrice asione chochote. Beatrice hakujua lolote kabisa, hakuwahi kufungua zile message. Lakini Ashura alijua kitu kimoja, siku George akipata simu ile ataona ushahidi wa kutosha wa kumfanya aamini Beatrice kuwa amemsaliti, na ndivyo ilivyokuwa. Wakati Beatrice akijaribu kujitetea, hakujua hata aanzie wapi, kwa sababu ushahidi wote ulikuwa kwenye simu yake mwenyewe. Tangu siku hiyo, maisha ya George na Beatrice yalibadilika kabisa. George alimzuia Beatrice kwenda dukani, akamnyang'anya simu yake na kuifunga kabisa. Lengo lake lilikuwa moja tu, kumjua mwanaume ambaye anadhani kuwa ana mahusiano ya kimapenzi na mkewe. Beatrice hakuruhusiwa kutoka wala kuwasiliana na mtu yoyote. Baada ya kama siku 3, Zulfa alipata wasiwasi mkubwa. Kila alipompigia simu Beatrice, simu yake haikupatikana. Moyoni akajisemea, mbona hii sio kawaida yake? Ndipo akaamua kwenda nyumbani kwa Beatrice. Alipofika, alichokiona kilimtoa machozi. Beatrice hakuwa tena kama mke wa nyumba. Alikuwa anafanya kazi zote kama kijakazi. Na kwa upande wa Neema, yeye alikuwa akitunzwa kama malkia. Dazu akamkumbatia Beatrice akauliza, hivi ndivyo unavyoishi siku hizi? Beatrice alimweleza yote yaliyotokea. Nampenda sana mume wangu, wala hata simlaumu, ila najua hawa wanafanya haya yote ili tuachane. Mimi nachojua, George bado ananipenda na mimi sijawahi kumsaliti. Tavumilia haya yote ili mradi ndoa yangu irudi kama zamani. Dazu akatikisa kichwa kwa maumivu akasema, hapana mdogo wangu, ustahili kuteseka hivi. Wewe ni mke na sio kijakazi wao. Wakiwa bado wanaongea, mama George akaja. We Beatrice, kamalizia kufua zile nguo za Neema. Si unajua hali alionayo mwenzio, hawezi kufua zile nguo. Kisha kwa dharau akaongeza kusema,
ukishamaliza mchemshie mwenzio samaki, yeye na mtoto wake wanajisikia njaa. Kisha akamwangalia Beatrice kwa dharau na kuongeza kusema, lakini wewe huwezi ukaelewa jinsi mwenzio anavyojisikia, maana hujawahi kubeba mimba hata ya kusingiziwa. Baada ya kusema hayo akaondoka. Dazuu alishindwa kuvumilia. Hapana, huu ni ujinga. Huwezi ukaniambia unavumilia kitu kama hiki. Ni bora urudi nyumbani kwenu au twende nyumbani kwangu. Lakini Beatrice akatikisa kichwa. Hapana Dazuu, nikiondoka tu nitampoteza Joji wangu. Nampenda sana mume wangu. Mimi nachotaka ndoa yangu irudi kama zamani. Ninaamini Joji bado ananipenda. Baada ya Zulfa kuondoka pale, aliamua kumpigia simu mama yake Beatrice na kumweleza kila kitu ambacho Beatrice alikuwa akipitia kwenye ndoa yake. Mama yake Beatrice alishangaa sana kwa sababu Beatrice hajawahi hata siku moja kulalamika kuhusu ndoa yake. Dazuu akasema, mama, njoo tu ujionee wewe mwenyewe. Hii si haki kabisa kwa kitu anachofanywa na wakwe zake. Mchana huo Joji akiwa kazini akapokea simu ya baba yake Beatrice. Baada ya salamu, baba yake Beatrice akasema, kesho tutakuja kuwatembelea, maana ni muda sasa hatujaonana. Joji hakusita akasema, karibuni sana. Kesho yake ilipofika, wazazi wa Beatrice walisafiri kutoka Morogoro hadi Dar es Salaam. Hakuna mtu aliyekuwa anajua kuhusu safari hiyo isipokuwa Joji peke yake. Ndani ya nyumba ile, mateso ya Beatrice yaliendelea kama kawaida. Walijua safari hii Beatrice hana mtetezi kwa sababu Joji hakuwa anamsikiliza tena wala hata kumwangalia. Kila siku walikuwa wakimpiga, wakimfanyisha kazi nzito, walimwagia maji machafu, walifanya kila kitu walichokuwa wanakitaka. Mwili wa Beatrice ulikuwa umejaa majeraha, lakini Joji hakuyaona kwa sababu hakuwa na muda naye. Siku hiyo Joji aliwahi kurudi kazini ili awapokee wazazi wa Beatrice. Moyoni mwake aliamini kuwa ujio wa wazazi hawa utasaidia kumrekebisha Beatrice na kurudi kuwa kama zamani. Neema alipomwona Joji akiingia, alijikalisha chini haraka, akachana nguo yake kidogo na kuanza kulia. Joji alipoingia akashtuka. Kuna nini? Neema kwa machozi ya uongo akasema, Beatrice anataka kumuua mtoto wako. Amenipiga na kunisukuma. Joji akapata hasira kubwa, akamgeukia Beatrice na kusema, nimeshachoka na hivyo vituko vyako. Kukupenda isiyo sababu wewe kunitesa namna hii. Sasa unampiga huyu na hali yake hii jinsi ilivyo. Si unaweza kusababisha matatizo hapa ndani? Beatrice alikaa kimya, alijua hata akijitetea Joji asingeweza kumwamini. Wakiwa bado katika hali hiyo, mlango ukagongwa. Joji akaenda kufungua. Wazazi wa Beatrice walikuwa wameshafika. Walipoingia sebleni, waliona mazingira hayakuwa sawa. Kulikuwa na dalili za wazi za ugomvi. Beatrice alipoona wazazi wake, alikimbia na kwenda kuwakumbatia. Baada ya salamu, Beatrice alikaa karibu na baba yake. Baba yake akamwangalia mikono, akaona makovu na alama za fimbo, akauliza, mbona una makovu kiasi hiki? Beatrice akatabasamu na kusema, hapana baba, nilikuwa tu nimeugua ugonjwa wa ngozi, nilikuwa nimepata allergy.
Mama yake akaongeza kuuliza, mwanangu, umebadilika sana, mbona umekonda hivyo? Ni diet mama, siku hizi sipendi ubonge. George alibaki ameduaa, hakuwa anajua kuwa mkewe alikuwa anapigwa na kunyanyaswa kwa sababu yeye alikuwa hayuko tena karibu na Beatrice. George akaenda kumuita mama yake pamoja na Ashura ili waje kuwasalimia wazazi wa Beatrice. Alimzuia Neema kuingia sebuleni, hakutaka wazazi wa Beatrice wajue kinachoendelea. Lakini Ashura kwa hila akamuita Neema. Twende, wala hata usiogope, wewe ndo mke hapa. Hivyo naye Neema akaenda sebuleni, akapuuza maneno ya George. George alipomwona Neema alikasirika, ila alikuwa hana cha kufanya. Mama yake Beatrice akauliza, huyu sijawahi kumwona, ni nani? Ashura akajibu haraka, huyu anaitwa Neema, ni mke wa pili wa kaka. Wazazi wa Beatrice wakashangaa sana. Mama yake Beatrice akasema, hivi inawezekanaje wanawake wawili kuishi nyumba moja? Na dini yetu pia hairuhusu ndoa ya wake wengi. Baba yake Beatrice akamkazia macho George na kumuuliza, unakumbuka nilikwambia nini wakati unamuoa binti yangu? George akabaki kimya, hakutegemea hayo maswali. Baba akaendelea kuzungumza, nilishakueleza, ukishindwa kuishi na binti yangu unirudishie. Kwa hali tunayoiona hapa, binti yetu ipo kwenye mateso makubwa. Mama yake George akaingilia kwa ukali na kusema, binti yenu ana tabia za hovyo sana, hamkumlea vizuri. Ona, ameishi hapa miaka 5, lakini hajawahi kubeba ujauzito. Cheki huyu Neema, siku moja tu ni mjamzito. Hapo ndipo wazazi wa Beatrice walitambua mateso yote ambayo binti yao anayapitia. Mama yake Beatrice akalia kimya kimya. Baba akasimama na kusema kwa msimamo mkali, sasa tunaondoka na binti yetu. Hawezi kuteseka hivi wakati sisi tupo hai. Beatrice, twende. Beatrice akajaribu kumtetea George. Hapana baba, mimi na George mbona tupo sawa tu. Baba akamkazia macho na kusema, huwezi kubaki hapa. Kama anakupenda kweli, asingeruhusu uteseke kiasi hiki. Makovu hayo yote, najua sio allergy, ni kipigo na mateso. George alikosa maneno ya kusema. Aliona kila kitu kimetokea ghafla, na hayo hayakuwa matarajio yake. Mama yake Beatrice akasema, mwanangu, haya sio maisha ya ndoa. Kuna vitu vya kuvumilia. Huwezi ukavumilia hiki kipigo. Mama, ngoja nikachukue hata nguo za kubadilisha. Haina haja, twende. Wazazi wakaondoka na binti yao. Huku nyuma, Ashura, mama George walikuwa na furaha kubwa sana mioyoni mwao, wakiamini kuwa mpango wao umefanikiwa.